Kitabu cha Luka mlango ule wa 12 mstari ule wa 15, tutakwenda pale moja kwa moja mpaka mstari ule wa 34. Luka 12 kwa mstari wa 15, Biblia inasema, akawaambia, angalieni. Neno angalia maana yake chukua tahadhari, kwa lugha nyingine kuwa makini. Anasema angalieni, ndio jilindeni na choyo. Si tu kujilinda na dhambi, kuna kipengele cha watu kujilinda na choyo. Jilindeni na choyo. Endelea. Maana uzima wa mtu, maisha ya mtu, uhai wa mtu, endelea, haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Kabla sijaendelea, nikusaidie. Tunadhana katika vichwa vyetu ya kwamba kulimbikiza mali, kulimbikiza fedha, kuweka mahali fulani, ulimbikizaji anayelimbikiza anaonekana ndiye mwenye busara na ndiye ambaye anaishi maisha yake, anajali maisha yake. Ni dhana ya kujilimbikizia wewe mwenyewe. Biblia inafundisha vizuri ya kwamba uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Kwa hiyo kama unafikiri ya kwamba mimi sina maisha, ya kwamba nitakuwa ni maskini wa mwisho kwa sababu sijalimbikiza vitu kwa ajili yangu mwenyewe, na labda ndani ya mtima wako unapambana ili uweze kujilimbikizia vitu kwa ajili ya kwako mwenyewe, ukafikiri ya kwamba haya ndiyo maisha, Biblia inakusaidia mapema, inakwambia chukua tahadhari, kuwa makini. Anasema wingi wa vitu hauwezi kufananishwa na maisha ya mtu. Anasema uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Mstari wa 16, tafadhali endelea. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake. Nataka nikusaidie vizuri, na tafadhali kama unaandika labda pale juu, hivi huyu mtu anaongelea mambo gani jioni hii? Naomba uandike pale juu, moyo wa ibada na utoaji. Andika hicho kitu kama somo hapo juu, moyo wa ibada na utoaji. Moyo wa ibada na utoaji. Nitakufafanulia ya kwamba ibada ni sehemu mojawapo, swala la utoaji ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo tutaanza kwenda vizuri, na ninazungumzia moyo wa ibada na utoaji. Na maandiko haya anasema vizuri sana, tumsikilize msomaji. Anasema akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake. Gusa hilo eneo hapo. Akaanza kuwaza moyoni mwake. Endelea kusoma. Akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi. Ndio. Nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi. Ndio. Na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Anasema nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Nataka neno yangu, vyangu ushike kichwani sana. Neno vyangu. Endelea. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi. Ule, unywe, ufurahi. Maisha kwa huyu mtu ni kujilimbikizia vitu kwa ajili ya kwake mwenyewe, na maisha kwa huyu mtu ni kula, kunywa na kufurahi. Endelea mstari wa 20. Lakini Mungu, sikiliza vizuri sana hapa. Mahali popote utakaposikia neno Mungu linatajwa, usije ukawaza mengi. Waza kitu kinaitwa madhabahu ndani yake, waza kitu kinachoitwa kuabudu ndani yake. Unaposema Mungu ama miungu, muda wowote waza madhabahu, waza sadaka, waza dhabihu hayo, lakini pia waza madhabahu. Mungu hajifunui popote pale kienyeji. Mungu anajifunua kwenye madhabahu. Huwezi kuzungumza neno Mungu sokoni, huwezi kuzungumza neno Mungu kilabuni,
huwezi kuzungumza Mungu ama miungu pasipo kuwaza madhabahu. Kwa hivyo tazama, katika eneo la utoaji Mungu anaingia hapo, naye anasemaje? Lakini Mungu akawaambia, anasemaje? Mpumbavu wewe. Anaitwa ni mpumbavu wewe. Usiku huu wa leo wanataka roho yako. Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Naomba nikusaidie kidogo hapa. Maisha ni utoaji. Nikurudishe darasani sayansi. Tunafuta hewa ya oxygen na tunatoa hewa ya carbon dioxide, hewa chafu. Ndani ya moyo wako kuna mishipa ya kupokelea damu safi na kuna mishipa ya kutoa damu chafu. Ili moyo wa mtu ama mtu afe, ukiingiza tu kwamba kuna mishipa ya kuingizia damu safi, alafu ile mishipa ya kutolea damu chafu haipo, maana yake huyu mtu damu itakuwa haizunguki vizuri kwenye mwili na mwisho wa siku atakufa. Nikusaidie sawa sawa. Uhai wako hata wa mwili una sehemu kubwa mbili: kuingiza na kutoa, kuingiza na kutoa. Kama utakuwa unapokea tu hautoi, mfumo wako wa hewa una shida, maana yake utakufa. Nimeongelea kwenye kipengele cha mfumo wako wa upumuaji. Mfumo wako wa utoaji taka wa mwili, kitaalamu wanaita excretion system. Mfumo wa taka na wenyewe unazungumza hivyo hivyo. Unakula chakula kizuri, lakini kuna mahali panaitwa kwa mapumziko. Unakwenda lazima utoe. Usipoweza kutoa, ukawa unabugia unakula tu, madaktari watakwambia una ugonjwa unaitwa constipation. Maana yake haupati choo. Na kwa lugha rahisi, kile ambacho ulikiita ni chakula sio chakula tena, kinaitwa poison kwa maana ya sumu. Kwa hiyo ni marufuku kabisa mtu chochote anachokipokea halafu asiweze kukitoa. Maisha yamefungwa kwenye kanuni ya pokea toa. Unachopokea lazima utoe, unachopokea lazima utoe. Mwili wako katika mifumo miwili inasarifu: mfumo wa upumuaji na mfumo wa utoaji taka. Umekaa katika dhana nzima ya utoaji. Yesu anazungumza wakati mmoja, anasema ni heri, anasema kutoa kuliko kupokea. Heri imefunuliwa kwenye kipengele cha utoaji. Maana yake usipoweza kutoa, heri haipo. Nini maana ya heri? Heri maana yake baraka, ustawi, kuinuliwa. Kumefungwa kwenye kipengele cha kutoa, sio kipengele cha kupokea. Kwa hiyo furaha haipo kwenye chakula kizuri unachokula. Je, huo mwili wako ulionao ili uendelee kula jioni, ili kesho uendelee kunywa chai asubuhi? Je, mwili wako, mfumo wa utoaji taka unaruhusu kutoa kile ambacho ulikipokea? Kama hauruhusu, maana yake huruhusiwi. Naomba hapo niweke vizuri kwa msitizo mkubwa: huruhusiwi kupokea tena, kwa sababu ukiendelea kupokea tena ndivyo unavyoendelea kufa. Sijaongea hapo sasa kibiblia, nimeongea hapo kisayansi na ni fakti ya mwili wako kabisa. Na watu wengine wanaendaga hospitalini, wanamwambia nina shida moja hivi, nina wiki ya 3 ninakula sitoi. Anaenda kutafuta dawa ili atoe. WWK wakasema karibuni wanawake wote vizuri. Tuna maono ya kwamba mbingu zinashusha baraka kwa wanawake, lakini zile baraka ziwafikii kwa sababu wanawake katika kipengele cha kutoa kuna msuasua. Maana yake Mungu akikwambia toa, anakwambia mwanangu, ina vingi vya kuweka kwako, ila sehemu ya kuweka sioni. Mungu akikwambia nitolee kitu fulani, maana yake nina jambo bora kuliko kile ulichokuwa nacho. Kabla sijaendelea, anaambiwa Ibrahim, nipe mwanao mpendwa wa pekee, anaitwa Isaka, nitolee. Wakati Mungu anamwambia Isaka, Mungu anapomwambia Ibrahim,
Anamwambia kwa sababu yupo kondoo ambaye amefichika kwenye anapomwambia nitolee, kumbe Mungu alikuwa anawaza ya kwamba ile hali ya moyo wake kufunguka, ndipo atakapofungua yule aliyeandaliwa, anaitwa mwana kondoo wa Mungu, ndipo atakwenda kutolewa. Sasa lakini hataweza kutolewa mpaka Ibrahimu ametoa kile ambacho alichonacho. Majirani yako mwambie, mbingu zina vitu vingi kwa ajili yako, lakini Mungu ana shida ya nafasi, haoni pa kuweka. Mwangalie tena, mwambie kuna makubwa zaidi ya yale ulionayo, lakini Mungu anatafuta nafasi pa kuweka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Narudia tena, Bwana asifiwe sana. Naomba msomaji wangu tuendelee. Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Nisikilize vizuri. Huyu anaambiwa wewe ni mpumbavu sana. Una mfumo wa maisha kujilimbikizia mambo. Naomba hapa nikusaidie. Usipokuwa mtoaji ukiwa hai, utatoa kwa lazima siku ya kufa. Siku ya kufa, nguo yako ile ambayo utamani mtu aiguse, watagusa. Kabati lako lile ambalo hujawahi mtu hata kuingia na kufungua aguse vitu, wataingia. Benki yako ile na una password ya ajabu kabisa na wengine hawajui, watatafuta na watajua. Watagawana vitu vyako kwa kuwa umeshalala. Naomba nikusaidie. Lazima uelewe kichwani, maisha yako lazima, utoaji ni jambo la lazima. Sasa ni mara 10 ujifunze kutoa ukiwa uko hai. Wakati mwenyewe unaona, sio mpaka umeondoka watu wanaanza kugawana zile mali ambazo wewe unazo. Hakuna mtu ambaye hataziacha, watagawana yale ambayo unayo. Mungu anamwambia mpumbavu wewe, watu usiku wa leo wanataka roho yako. Je, haya ambayo wewe umejiwekezea hapa mwenyewe yatakuwa ni mali ya nani? Mstari wa 22, naomba endelee msomaji wangu kunisomea. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia maneno haya, msisumbukie maisha yenu. Mtakula nini? Wala miili yenu mtavaa nini? Kwa kuwa, naomba nisaidie kidogo. Kiswahili kina ufinyo wa misamiati. Anaposema msisumbukie maisha yenu, sasa haimaanishi mtakatifu uache kwenda kuuza ule mchicha, uache kwenda kupika vitafuno na kuvipitisha mahali. Ukasema Biblia imesema msijisumbukie. Kwa hiyo tufanyaje? Ukiamka asubuhi, piga tenzi, kaa namna hii. Mungu anatoboa dari, ataleta vitafuno asubuhi, na mchana ataleta unga. Neno kujisumbukia katika tafsiri ya Kiingereza inasema don't be anxious for anything. Maana yake msiwe na mashaka ama wasiwasi juu ya jambo lolote. Kwa hiyo neno kujisumbukia maana yake msiwe na mashaka, msiwe na wasiwasi kwa habari ya maisha yenu. Acha mashaka, acha woga. Kuna mtu anakaa ana mashaka, nitamkaje kesho? Hivi mwaka huu unamalizaje? Hivi mambo yangu haya yatakuaje? Mbingu zinakataa. Huo mfumo wa maisha achana nao. Nisaidie kwa majirani yako, mwambie acha woga kwa habari ya maisha yako. Angalia tena, mwambie usiwe na mashaka na wasiwasi kwenye maisha yako. Kwa nini watu wengi hawamtolei Bwana? Wana mashaka, wana wasiwasi, wanadhani Mungu ni jambazi anayewapora vitu vyao. Kwa hiyo anakwenda kwenye utoaji huko akiwa na dhana moyoni ya kwamba itakuwaje maisha yangu ya kesho. Kwa hiyo dhana aliyonayo kichwani, utoaji ni kupoteza. Naomba nikusaidie. Kama una dhana hiyo, ndicho kitakachokuwa kwenye maisha yako. Utakuwa unatoa kanisani, na baada ya kutoa unakuwa unapoteza sana. Kwa nini? Ndio dhana iliyojenga moyo wako. Unadhani utoaji ni kupoteza. Mbingu zinasema usiwe na mashaka na maisha yako.
utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini. Kwa nini? Kwa sababu wako watu kwenye maisha haya, ndiyo maeneo mama ambayo mawazo yao huwa yanazunguka, woga wao na mashaka yao huwa yanazunguka katika maeneo haya. Mungu anazungumza, woga wa maisha yako usiwe kikwazo cha maisha ya utoaji. Woga wa utakula nini, utavaa nini isiwe sababu ya kushindwa kumwabudu Mungu kwa matoleo yako. Ndicho ambacho Yesu anakifundisha katika hii mistari. Endelea mstari wa 23 msomaji wako. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Nataka tukae kwa tafakari. Anasema maisha wanangu ni mapana. Anafungua akili za watu. Msije mkafikiri mmekuja duniani kwa ajili ya mambo matatu, ya kwamba nitakula, nitakunywa, nitavaa. Bajeti za maisha yetu inakaa katika maeneo haya matatu. Akili za watu wengi wanafikiri maisha yamekaa katika eneo hili. Mbingu zinakuja zinakueleza kupitia neno ya kwamba fungua akili yako, fungua upana wa maono yako. Usije ukawa umekula, unakunywa, unavaa ukasema nafsi yangu nimeyafanya ya kuyafanya. Hapana, anasema maisha ni zaidi ya haya. Nisikilize vizuri sana na Yesu afungue moyo wako. Maana yake kuna zaidi ya kula, kuna zaidi ya kuvaa. Anasema maisha ni kitu kipana. Ninyi mmekifunga kwenye eneo finyu sana. Ninyi mnafikiri maisha ni kula, kuvaa na kunywa. Nikupe mfano wa duniani. Baharesa ameshavuka eneo la kuvaa, kula na kunywa. Mwenzako anawaza maviwanda na maviwanda. Anaomba nikusaidie vizuri mtakatifu. Sababu kubwa ya umaskini ni ubinafsi. Ubinafsi maana yake ni kujiwazia mwenyewe. Kuna mtu anawaza kichwani. Anasemaje kichwani kwake? Anawaza kwenye kichwa chake ya kwamba nitakula nini, nitafanya nini. Wakati wewe unasema utakula nini, utakula nini. Kuna mtu anasema niwalishe vipi watu wa mtaa. Maana kuna watu wanawaza kula. Mimi siwazi kula. Mimi nawaza kusambaza msosi kwao kwanza. Nikisha waza kusambaza msosi kwao, mimi najiweka nyuma. Kwa hiyo anaamka asubuhi, anaweka pale chapati zake. Anasema kuna watu wakiamka asubuhi, watu wengi wamelala, vitafunwa vinaanza kuuzwa saa 4. Hao wa asubuhi saa 12 hao watapata vitafunwa wapi? Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anawaza chumbani kwake, sio kwa ajili yake. Anawaza kwa ajili ya watu wengine itakuwaje. Alafu anapata akili, anasema nitafuta mfuko wa malailoni, nitaweka umo vitumbua, nitaweka maandazi, watavibeba wataenda navyo kazini. Anawaona kwenye akili yake. Anajipanga asubuhi, tena anapata soko sababu wazifu wako wengi wamelala. Yeye anawaza pale, jamani maandazi hayo, nenda nayo kazini. Na wale anasema kweli, kazini kwetu nitafuna kuvipata shughuli. Anavibeba. Baada ya kuvibeba anatunzwa kwa kupewa hela. Akipata hela ndipo anasema sasa ili biashara iendelee, mtaji ameiweka. Ndipo anawaza nyumbani kwangu nikanunue chumvi. Anakuwa wa mwisho. Umaskini ni pale ambapo unakaa uwazi shida za wengine. Kama hauwazi shida za wengine, nguvu ya ubunifu inakufa. Wewe ukiwaza nawaza nitavaa nini, wakati unasema unavaa nini, kuna mtu anawaza nitashona nguo hizi niwauzie wanaowaza kuvaa. Yesu anakuja duniani, anatoa falsafa ya maisha. Anasema hivi, na alikuja, anasema ili maana kusudi lengo, anasema wawe na uzima, kisha wawe na hoteli. Duniani hajaja kusema na alikuja ili niwe na uzima kisha niwe na hoteli. Yesu anasema falsafa ya maisha
Tanguliza wengine, ndivyo wewe utakumbukwa. Ila ukijitanguliza wewe mwenyewe, hakuna utakachokipata hata wakati mmoja. Niliongea na wanafunzi wangu siku moja darasani, nikawaangalia nikawaambia good morning my bosses. Wakajiangalia hivi, huyu vipi? Nikawaambia mimi nimeenda chuo, nimesoma miaka yote, lengo nakuja niwatumikie. Kama ninyi msingekuwepo, mimi chuo changu na shule yangu haina maana. Kwa hiyo ninyi ni mabosi zangu. Sijajua kama upo na unaelewa, uko duniani sio kwa ajili yako, uko duniani kwa ajili ya wengine. Na kama utaishi kwa ajili ya wengine kwanza, ndipo ya kwako yatakuja. Jamani, amina. Amen. Maandiko yananiambia hivi, wapeni watu vitu. Hajasema sadaka. Wapeni watu vitu. Alafu anasema kipimo kile mpimacho kuwapa watu, ndicho hicho mtapimiwa na ninyi. Kwa hiyo kama unauza maandazi nyumba 10 kwenye mtaa, utapimiwa faida ya nyumba 10 ya mtaa. Lakini kama unawaza unahudumia nchi nzima, manake nchi nzima itakuja itakupimia. Nisaidie kwa majira jirani yako, mwambie hivi, huduma yako inawagusa watu wangapi? Mwambie biashara yako inawagusa watu wangapi? Mwambie kile kipimo ambacho wewe unapimia kuwapa watu, kipimo hicho utapimiwa na wewe. Mwambie hakuna miujiza. Mwambie yote unayoyaona maishani mwako ni matokeo ya kupanda kwako. Mwambie maandiko yananiambia, nisaidie mhubiri mwenzangu, muangalie tena mhubiri kwa sauti. Mwambie maandiko yananiambia, Wagalatia 6:7, sema Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu. Sema anayepanda sio Mungu, sema ni mtu. Sema Mungu anakupa mbegu, ukiamua kukaa naye mwambie ni shauri lako, lakini anayepanda ni mtu. Yaani sema Mungu hadhihakiwi, ndicho atakachokivuna. Wakati Facebook zinaingia, makanisa mengi wakasema ni mpinga Kristo. Mwisho wa siku watu wakagundua live streams, wakapeleka maudhui ya kijinga kwa jamii. Baadaye ndio kanisa limetambua. Ukishatambua baadaye wanarusha ibada live. Wanashangaa wachungaji wanaanza kupata washirika majumbani, ambapo kanisani kama hapo hawapo. Wengine wanatuma sadaka zao, wengine wanasema kanisa liko wapi? Sikiliza, kipimo unachopima watu ndicho kipimo hicho utapimiwa. Kwa hiyo kama umejificha kwenye chini ya mti na dunia hawajui kama basi tegemea watakuja watu wa kipimo hicho wa chini ya mti. Ila kama umejitanua kwa maana ya ulicho nacho kinawafikia watu wengi, tegemea na baraka ya Mungu itakuja kwa upana huo. Wako wamama wengi wanashindwa kujua zaidi ya wao walivyo. Wakiulizwa wewe ni nani? Mimi ni mama wa nyumbani. Lakini ndani mwao wana vipawa, wana karama, wana vitu vikubwa vimelala ndani yao. Baba wa mbinguni alipowaumba na kuwaweka chini ya jua, alipandikiza mbegu ndani yako. Hiyo mbegu ukiigundua, ukaipanda katika uso wa dunia, itakuletea mazao mengi sana na faida kubwa sana. Lakini dunia ya leo imefunga akili za wengi, wanaishia kwenye ufunuo wa damu na nyama. Naomba niseme jioni hii ya kwamba wewe ni zaidi ya kabila lako, wewe ni zaidi ya jina lako. Kuna kitu Mungu anajua kwa habari ya wewe. Sema amina katika jina la Yesu. Sema tena amina katika jina la Yesu. Sema tena amina katika jina la Yesu. Ninapokufundisha utoaji, sitakaa tu kwenye pesa, ila nitakuja kwenye eneo la fedha vizuri. Ninapoendelea, Roho Mtakatifu azidi kukusaidia na kukupa kuona zaidi. 23 niko anasema kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula. 24 msomaji wangu, watafakarini kunguru ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana ghala wala uchaga, na Mungu huwalisha. Mungu huwalisha.
Endelea. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Mwangalie jirani yako, nisaidie kuongea naye, mwambie una thamani kuliko ndege. Mwambie Bwana anakutazama, una thamani kuliko hao. 25, endelea. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? 26. Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Kumbuka neno kujisumbua maana yake ni kuwa na mashaka, kuwa na woga, kuwa na wasiwasi. Endelea. 27. Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. 28. Basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea nini zaidi, enyi wa imani haba? Hebu sema imani haba. Sema tena imani haba. Moja kati ya kikwazo kizuri cha maisha ya utoaji ni imani haba kwa Mungu. Kufikiri Mungu hawezi kujihusisha na maisha yangu ya kawaida. Yuko mtumishi mmoja nchi ya Kongo miaka mingi iliyopita, alikuwa anaamini ya kwamba Mungu, maisha ya imani ni utakatifu peke yake na kwenda mbinguni. Habari ya mahitaji ya mwilini haya anasema huo ni udunia. Kwa hiyo akawa anahubiri akiwa nguo yake imechanika sehemu za kwapa, imechanika, na akitembea namna hiyo akawa anaamini ya kwamba duniani yeye ni mpitaji kabisa na ni msafiri, anaitazamia mbingu pekee. Siku moja akawa anahubiri hivi akisema hale, kote kunaonekana, watu wakaanza kucheka. Watu wanapocheka yeye anafikiri ameeleweka zaidi, anazidisha hale, watu wanazidi kucheka. Ilipoendelea ile sana, baadaye kanisa wakaanza kupukutika, watu kufa. Akazika mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 10, 15, 20, misiba imefundizana. Inakuwaje? Kaka kwenye maombi, wakati yuko kwenye maombi, Bwana anampa kama picha mbele yake, anajua anahubiri. Wakati anahubiri namna ile, yuko vile, akamwambia wakati umesimama pale, mimi huwa nakuvaa wewe na roho wangu amekufunika. Wakati unahubiri sio wewe tena. Wakati wanacheka hawakukucheka wewe, walinicheka mimi. Na ndio maana matokeo ni haya. Akapewa sababu, kwa kuwa umeniwekea mipaka, umefanya ya kwamba siwezi mimi kushughulika na mavazi yako, siwezi mimi kushughulika na hiki. Ndio maana hawa wote wameondoka. Basi kama watu walilia sana, naongelea kwa story fupi, leo ana jeti yake mwenyewe, anazunguka anahubiri injili kwa jeti. Lakini angalia alikotokea, alidhani kwamba Mungu ashughuliki na maisha yake. Tafadhali angalia jirani yako, mwambie yuko anayesumbuka kwa habari ya maisha yako. Mwambie yuko anayejali kwa habari ya maisha yako. Mwangalie tena, mwambie muhusishe Mungu kwa maisha yako ya kawaida pia. Mstari wetu wa 28 tuendelee. 29, asante. Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi. Msifanye wasiwasi. Nampenda neno vizuri sana. Weka kabisa vizuri. Shida ya Mungu, mashaka kwa habari ya maisha yako. Hiki ni kikwazo kikubwa cha maisha ya utoaji. Imani haba pia kwa Mungu ya kwamba labda hausiki na maisha yako. Endelea kusoma. Kwa maana hayo yote ndiyo watafutayo mataifa ya duniani. Asante sana. Mataifa ni watu ambao hawajui Mungu, wametengwa kabisa na agano. Nisikilize, ikiwa kuna mpendwa anafikiri shabaha ya maisha yake ni kula, kunywa na kuvaa, Mungu anasema wewe ni kama wapagani wa kawaida tu, kwa sababu hii ndiyo focus ya maisha yao. Kwa lugha rahisi, badilisha lengo la maisha. Lengo la maisha yako lizidi kula, kunywa, kuvaa. Lengo lako liwe kubwa zaidi ya hayo. Nisikilize vizuri. Malengo yako yakiwa madogo, Mungu anaonekana kwa udogo. Malengo yako yakiwa makubwa, Mungu anajifunua kwa ukubwa. Baraka za Mungu zinaachiliwa sawasawa na ukubwa wa namna yako na unavyoelewa kwenye haya maisha. Hana
shida ya wewe kuwa mtu mkubwa. Shida, ukubwa utaingia mpaka moyoni mwako, ama Mungu atabaki kuwa mkubwa hata kama unapelekwa wapi. Mungu ana shida na hali za mioyo ya watu. Ibrahimu akaonesha, Baba, nimekomaa, mimi sio mtoto. Najua ya kwamba wewe uliyenipa unaweza hata ukamfufua Isaka ninayemtoa siku ya leo, na kuthamini wewe kwanza na mimi baadaye. Mbingu zikamwambia geuka, akageuka. Akamwambia usimue Isaka, kuna mwanakondoo yuko pale, na yule mwanakondoo ni mfano wa Yesu Kristo ambaye atasimama akutolewa kwa ajili ya wengine wote. Ibrahimu anaingia kwenye kitabu cha baba wa imani kwa sababu aliamini hata ufufuko wa mwanaye anaweza akainuliwa tena na Bwana hata kama akimtoa. Sikia jioni ya leo katika jina la Bwana. Yesu anakujia kwenye maisha yako, lakini shida ya Yesu anasema hali ya moyo umeelekea kwenye vitu, ndio maana huwezi kunitolea. Hali ya moyo wako umeshikilia nafasi, ndio maana una majivuno. Anasema angalieni wanangu, mnapoteza ibada. Angalieni wanangu, mnapoteza maisha ya ibada. Na Mungu mara nyingi anakujia wakati una jambo moja la pekee ambalo umebaki nalo.